KVZ FC dhidi ya Azam FC. Ni wakati wa miamba hii miwili kuingia uwanjani kwenda kucheza mchezo wao wa kwanza kwa moja. Wachezaji wakiwa katika maambukizi kumbukumbu mbaya kwa KVZ. Kikosi cha Malale 50, Idris Mgunya yupo katika eneo la goalkeeping pale, shepu ya walinzi wanne. Seti ya waamuzi Isaka Mwalile ya mwamuzi wa kati. Kikosi cha Furaha Ibenge kimeanza na shepu ya wanne, wawili, watatu kwa mmoja. VZ chini ya Malale 50, kocha ambaye ametamba Jean Furaha Ibenge, kocha wa Azam. Kipenga kimesikika, kandanda imeanza. Karibu sana Aman Complex, karibu sana Unguja Zanzibar. Muungano Cup 2026 KVZ dhidi ya Azam FC ni mchezo wa robo finali. Mpira bado, Landry Zuzu na mimina cross ndani, Kanute umekwenda nje, jaribio la Putin. Fullback kutoka Ivory Coast aliujaza mpira ule, Sadio Kanute akaenda hewani akaupiga kwa kichwa, umepoteza target. Anachekecha pembeni huko na mimina cross na inacheza kwa kichwa, mpira ule unaishia kwa golikipa. Ucheza mpira kwa kichwa, Kibeko anakataa, golikipa. Umejazwa mpira ule, achezwa kwa kichwa, udhibiti tena Lawi na ujaza ndani huku, unachezwa mpira, anaokamata tena na utenga pembeni huku. Landry Zuzu ameujaza, anaupokea Chilambo. Adolf Bitegeko. Wapo viongozi mbalimbali wa Azam FC katika jukwaa, wanafuatilia ambacho timu yao inakifanya. Zuzu amelazimisha upande ambao tayari mpinzani alishamhesabia. Hata hivyo amezuia kwa namna isiyo rafiki, ni foul amefanya Mahadhi Juma. Ilikuwa tayari uko tension, ukiangalia mwili wake ulalisha ugeuza upande wake wa kulia ambao ni upande wa kushoto wa Landry Zuzu, lakini Mahadhi Juma ametafsirika amefanya madhambi. Umejazwa ndani, mpira unacheza kwa kichwa, anatamba bara na visiwani, anamduaza Zungu. Malale 50 anaona mambo yameharibika. Salim Mgaya, kunani? Landry Zuzu alifanyiwa madhambi, ilianzia hapa, kajazwa mpira ndani kule na Yahya Zaidi kwa kichwa. Jean-Jacques Kamanga Ngita akaujaza kwenye net kwa faida ya kimo chake, alienda lakini akadive. Na tayari kwenye dakika 45 za kwanza KVZ yupo nyuma bao 1-0, bao ambalo limeandikwa kwenye dakika ya 40 na Jean-Jacques Kamanga Ngita, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Michael Joseph haya, anapita nao, najazwa ndani huko, Kamanga Ngita anachechemea cheche nini, peleka tabasamu kwa mashabiki wa Azam. Amefutwa kiatu kutoka taifa la mpira ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Pembeni huku Ashraf Kibeku akaipiga cross ya kubembeleza. Jean-Jacques Kamanga Ngita akaweka kimiani bao lake la pili, na ndo bao la pili la Azam pia. Akaenda kuchechemea kama ameumia hivi. Amepita Kibeku, Ashraf umeondolewa. Ashraf Kibeku alisogea tena mbele, akawimina cross
alikuwa anapiga moja kwa moja, anatafuta target. Sabilo Sixtus unabatiza na kwenda nje, ni kona. Machela Shaki Ngita, pasi kaileta pembeni huko. Musa Majuto, Jeba, kona. Zamani wa Inter Zanzibar aliupata, akanyosha, akaweka mguu wake mpinzani. Safari inaendelea ndani ya box, amekwenda chini. Mwamuzi anasema hakuna foul. Lakini wapo mashabiki ambao huwezi kujua kwa haraka ni wa upande gani. Wapo wadau tu wa mpira ambao ni wapenzi tu wa kandanda, wamekuja hapa kuangalia. Haya, Kofi Antoine alipitishiwa mpira, akaupokea, akanyosha, ukapiga katika miguu ya Salim Mgaya. Ndio huyo ameamua kukaa chini kabisa. Itakuwaje? Amejazwa ndani, anachezwa kwa kichwa na kwenda nje. Na Isaac Mwalile anazimaliza dakika 90 za mchezo, na ni rasmi dabi ya Dar es Salaam tunakwenda kuishuhudia katika hatua ya nusu fainali ya Muungano Cup. Mashuti yaliyolenga lango hakuna kwa KVZ, 7 kwa Azam. Yasiyolenga lango 2 kwa KVZ, 7 kwa Azam. Kona mara 2 kwa KVZ, mara 6 kwa Azam.